Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumanne, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Mathayo sura ile ya 19 aya ya 23 hadi ile ya 30. Nitaisoma. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, amin nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nawaambia tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno, wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi, katika ulimwengu mpya atakapoketi Mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba na ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kurithi uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na fundisho gumu la Bwana wetu Yesu Kristo juu ya matajiri, ambao sehemu nyingine Yesu Kristo anasema matajiri hawapendi kujitajirisha katika mambo ya mbinguni, bali wanajitajirisha katika mambo ya kidunia. Kijana tajiri alimjia Yesu katika Injili ya jana ambayo tumeisikia, akitamani kuweza kurithi ufalme wa mbinguni. Na ufalme wa mbinguni kanuni yake ikawa ni hii, kwamba mali hazitakupelekea kuweza kununua mbingu, bali kuwa mtupu inakupelekea kuweza kuwa na hazina mbinguni. Sasa jambo hili ambalo lilimpelekea kijana aweze kuondoka, ndipo Yesu anawaambia wale wote waliokuwa wanamsikiliza kwamba ninawaambia kwamba itakuwa ni shida kwa tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni, kwa sababu alitumia muda mwingi kujitajirisha hapa duniani. Anasema ni rahisi zaidi ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Jambo hili limewachanganya sana watu wengi. Ina maana gani ngamia kupenya katika tundu la sindano? Je, ni sindano hii ambayo tunaifahamu? Katika mji ule wa Yerusalemu ulipokuwa umejengwa, ulikuwa umejengwa ukiwa na milango 12, na ikifika muda wa jioni milango ile, mpendwa mtazamaji, ilikuwa inafungwa. Lakini pia walikuwa wana milango mingine ya chini ya siri, ambapo kama mji umevamiwa au imetokea shida unaweza ukapita. Hiyo milango midogo ndio ilikuwa inaitwa tundu la sindano la kuweza kupenya pale. Sasa hilo tundu la sindano ndio anazungumza Yesu kwamba ni rahisi ngamia kwenda kupenya kwenye hilo tundu la sindano kuweza kuingia katika ule mji wa Yerusalemu kuliko tajiri kuweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo na kutoa katika ule wasiwasi kwamba ile sindano sio ile ndogo, tundu la sindano ni katika ile milango midogo kuweza kuingia katika mji ule wa Yerusalemu ambao ndio mji wa Mwenyezi Mungu. Sasa anasema ni rahisi kwa huyu ngamia kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Ndipo wanafunzi wake wakashangaa sana, wakasema inakuwaje jambo hili? Mpendwa mtazamaji, wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo walikuwa wana mawazo ya kibinadamu kama sisi tulivyo, kwamba mtu ambaye ana mali nyingi huyo ndo amebarikiwa. Na hadi sasa Asilimia kubwa sana ya maombi ya watu wanaofanya Mwenyezi Mungu na kuomba unibariki niweze kuwa na mali.
Hata watu wengine ambao wanaoimba wanakwaya wanafika hatua kuweza kurekodi nyimbo zao katika majumba, katika magari ya kifahari, kwamba Yesu amenibariki na mali, Yesu amenibariki na hiki. Lakini Yesu leo anakataa kanuni hiyo. Anasema kwamba mwanadamu huyu hawezi kuokoka kupitia swala zima la mali, ambalo hawa mitume iliwaumiza sana, kwa sababu walihisi kwamba mtu mwenye mali ndio amefanikiwa. Yesu akasema hapana, ni tofauti. Petro ambaye tunamfahamu huwa hawezi kubaki na jambo lolote ile ndani ya moyo wake, akaamua kuvunja ukimya. Akasema sisi ambao tumeacha vyote, tumeacha nyavu, tumeacha mitumbwi, tumeacha wake zetu, tumeacha watoto, kwamba tunakufuata wewe. Tutakapokuwa kule Yerusalemu, maana tutakuwa ni mawaziri wakuu, tutakuwa ni mawaziri wa fedha, tutakuwa si mawaziri wa katiba na mambo mengine, na tumelala masikini, tumeamka matajiri. Sisi ambao tumeacha vyote tutapata nini basi? Je, katika safari yako yote ambao umekuwa nayo, umetoka huko ukaamua kumfuata Yesu, utapata nini? Umepata nini? Ndipo Yesu anamwambia, anasema, amin amin nawaambia, wale wote ambao wameamua kumfuata Yesu Kristo katika utumishi wa kweli, wameamua kuacha mashamba yao, wameamua kuacha ndugu, wameamua kuacha kila kitu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Anasema kule mbinguni, jambo la kwanza katika ufalme wa mbinguni, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti chake cha utukufu, ya kwanza atawafanya kuwa wahukumu. Na wale wote ambao walikuwa wanafanya mambo mabaya, wale ambao walikuwa ni waaminifu kwa Mwenyezi Mungu katika utumishi, ndio watakaokuwa wakiwahukumu hawa. Na wale ambao wamemwacha baba, wameacha mama, wameacha watoto, wameacha mashamba kwa ajili ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amesema watapokea mara 100 na kuweza kurithi ufalme wa uzima wa milele. Jambo hili lina ukweli ndani mwake. Mimi ni padri. Katika kuzunguka kote duniani ambako tumeenda, nilimwacha baba, nikamwacha mama, nikawacha dada na ndugu. Sijawahi kukosa sehemu ya kulala, sijawahi kukosa chakula. Ni kweli, kila sehemu ukienda unakuta wamekuandalia sehemu ya kuweza kulala. Nini? Kwa sababu mimi ni padri ambaye ninaitwa kwa jina la Yesu Kristo. Ni padri kwa sababu ya Yesu Kristo, nimemfuata Yesu Kristo. Usiache kumfuata Yesu Kristo kwa sababu ya mali. Mfuate Yesu Kristo, kuna hazina kubwa mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.